Mheshimiwa Askofu Mkuu Fabian Maimbo Mndorwa, Askofu Mkuu wa Kanisa la Anglikana Tanzania, Mheshimiwa maaskofu wote mlioko hapa, Mheshimiwa Askofu Reverend Canon Jacob William Kahemera ambaye leo ndo msimikwa wetu na ambaye ndio sababu ya sisi wote kuwepo hapa, Mheshimiwa maaskofu wa staff wote mkiongozwa na Mwashamu Baba Askofu Julius Ngendo, askofu mstaafu wa diocese hii ya Southern Ireland, sorry. Ana nimeona hata mzee Mkuchika naye alichanganya hii diocese. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa mabunge ya dunia IPU, Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo. Na leo nimepata cheo chako kipya, Lay Canon. Kumbe mko wawili, Lay Canon na Mheshimiwa George Huruma Mkuchika, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais. Mheshimiwa Patrick Mwalunenge, Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya, ndugu Leonard Baraka, Katibu wa Bunge, ndugu Dr. Rodrick Lazaro Mpogoro, Katibu Tawala wa mkoa wa Mbeya. Naomba kutambua vile vile uwepo wa Mheshimiwa Daniel Chongoro, Mkuu wa mkoa wa Songwe, Mwakilishi wa Mkuu wa mkoa wa Mbeya, ndugu yangu Beno Malisa, Mkuu wa wilaya ya Mbeya mjini, pamoja na waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mlioko hapa, waheshimiwa madiwani, wachungaji pamoja na viongozi wa Kanisa Anglikana mliojumuika pamoja nasi, mke wa Askofu Kahemera, wazazi, wanafamilia pamoja na ndugu na jamaa wote, marafiki mliojumuika pamoja na askofu wetu mpya, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa pamoja na wilaya hapa Mbeya, viongozi wengine wa serikali, viongozi wa dini mbalimbali, wazee wetu wa mila ambao wako hapa, ndugu waumini na Wakristo wote, mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, leo ni siku kubwa, siku ya historia kwa diocese hii. Ni siku ambayo wote kwa namna ya pekee tunaiona kuwa siku yenye upekee kwa sababu tu kwa mara nyingine ya tatu Mungu anatupa kiongozi wa diocese. Na kwa sababu hiyo nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutupa kibali cha kuweza kukutana hapa Mbeya katika tukio hili muhimu, tukiwa wenye afya njema. Mungu ametupa ulinzi huu sio kwa mipango yetu wala nguvu zetu, bali ni kwa mapenzi yake yeye Mungu. Kwa sababu hiyo tunamshukuru sana Mungu na tunamuomba aendelee kuwa pamoja nasi. Mheshimiwa Mwashamu Baba Askofu Mkuu, ninayo heshima na furaha kubwa kusimama mbele yenu leo nikimwakilisha Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye katika tukio hili mlimualika aje kuungana nanyi katika uaskofisho wa ndugu yetu baba yetu Kahemera wakati wa tukio hili. Lakini kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais umetokea msiba nchini, ameshindwa kuja kuungana pamoja nanyi, na kwa hiyo akanituma nije nimwakilishe hapa kwa niaba yake. Mheshimiwa Rais ambaye kutokana na majukumu hayo ameshindwa kwa kweli kuja, lakini amenituma salamu za upendo kwenu wote na pongezi nyingi na baraka kwa Kanisa Anglikana na askofu wetu mpya aliyepokea wito huu kwa siku hii ya leo. Mheshimiwa Rais ameniambia nikufikishie salamu baba askofu mteule na uliyewekwa leo kuwa askofu wa Anglikana, kwamba yeye na serikali yake wataendelea kufanya kazi na wewe kama ambavyo tumeendelea kufanya kazi na watangulizi wako. Mheshimiwa Rais anakutakia kila la heri, anakuombea mema, ufanikiwe zaidi na maono ambayo unayo ya kuliongoza kanisa, basi Mungu ayape kibali yapate kufanikiwa kwa ajili ya ustawi wa kanisa. Naomba ukubali pia upokee salamu nyingi sana kutoka kwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wote hawa wanajua juu ya ratiba hii na wote wamenituma salamu nyingi kwako na wanakupongeza kwa hatua hii kubwa. Jana wakati najiandaa kutoka Dodoma kuja, nilikutana na Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye na yeye alithibitisha kushiriki kwenye tukio hili muhimu. Lakini baada ya msiba ule kutokea,
alinituma nikuletee udhuru wake. Kwangu ametamani sana kuja, lakini kwa sababu ya msiba ule ameshindwa, na yeye amenituma salamu nyingi. Naomba nizifikishe kama nilivyotumwa kwako, akisema kuwa yeye pamoja na chama anachokiongoza kama mtendaji mkuu wanakuombea mema na wako tayari kushirikiana na wewe wakati wote. Ndugu zangu, wakati tunaendelea na ratiba hapa, kila aliyesimama kuzungumza, kuanzia wa kwanza kwa maana ya askofu mkuu, alizungumza maneno mazito, na mimi sitaki kuyaharibu. Lakini kabla yake alianza baba askofu kutoka Kibondo, ambaye katika homili yake au mahubiri yake amezungumza maneno mazito sana, na mimi ninaogopa kuyarudia kwa sababu moja, nitayaharibu, lakini mbili, naweza ule uzito nikaupunguza. Kule bungeni ukitaka kupunguza maneno, Mheshimiwa Tulia akiwa amekaa pale, huwa tunasema tu naunga mkono hoja. Mwashamba baba askofu Sospeter Ndeza, yale yote ulioyasema naunga mkono hoja. Sasa wakati wanazungumza, kila mmoja alijaribu kuzungumza kwa nini amesimama hapa. Mzee Mkuchika, kwa kujua kuwa yeye ni mzoefu kuliko mimi, akaona anitishe kwanza. Akasema mimi nimesimama hapa kwanza kama lay canon, lakini mzee mwenye miaka 70 anajua sijaifikia. Na akamalizia kwa kusema yeye anaruhusiwa kukemea kwa umri wake. Nikajiuliza mimi nitajitetea kwa lipi? Nikakumbuka namwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa sababu hiyo uhalali wa kuzungumza ninao sawa sawa na mzee Mkuchika. Kwa kweli nikili kama walivyosema wengine kwamba maandalizi ya shughuli hii ya leo yalivyopangwa, moja yamepangwa kisayansi, tena utaona ukarimu wa watu wa Mbeya. Toka ratiba ilivyoanza, utaratibu wa Waanglikana ni wa kuheshimu taratibu zilizopo, na kwamba hisia za mtu binafsi hazina nafasi kwenye kanisa la Anglikana. Na ndio maana mimi wakati nasoma chuo cha ualimu Katoke, kwa miaka yote miwili nilikuwa na sari Anglican. Nilijifunza nidhamu ya liturujia na kumwabudu Mungu wa kweli kwa kufuata utaratibu. Ndio maana hapakuwa na wasiwasi wa matumizi ya wakati hapa. Hata wakati wa liturujia, kuna wakati walivyoambiwa watu piga magoti, kabla hawajaambiwa piga magoti walishapiga toka mwanzo, kwa sababu wanajua kitendo kinachofuata. Nataka niwapongeze sana mababa askofu kwa kudumisha nidhamu hii ya kanisa na kufanya utaratibu wa ibada huu kuwa mzuri. Hongereni sana kwa maandalizi haya. Mmempa heshima kubwa sana baba yetu Jacob William Kahemele kwenye siku hii ya tukio lake. Kanisa Anglikani Tanzania, Diocese ya Southern Ireland, ina zaidi ya makanisa 37 yanayosimamiwa na parish katika mikoa ya Mbeya na Songwe. Kupitia makanisa haya, kanisa Anglikana husaidia kufikia kwa urahisi huduma kwa wananchi kwa huduma za kiroho na za kimwili. Wananchi mbalimbali wamefikiwa na kanisa hili kwa huduma mbalimbali. Toka mwaka 2016 mpaka mwaka 2025, kanisa kwa kushirikiana na wadau wengine limetumia zaidi ya shilingi bilioni 5 kuendeleza miradi ya Dream na miradi ya Kaiv, kusaidia elimu maalum kwa vitendo kwa kujikomboa kiuchumi, afya kwa mabinti na watoto wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi katika maeneo ya Mbeya na Songwe pamoja na Tunduma. Miradi hii imesaidia zaidi wananchi 160,000 waliokuwa na changamoto hizo za kijamii na kiuchumi. Miradi hii iliajiri zaidi ya graduate 150 na wengine wa kujitolea, na hivyo kuongeza kipato, kuwarahisishia maisha na kuongeza uhai wao. Hivyo serikali tunaendelea na tutaendelea kutambua na kuthamini sana mchango wa kanisa la Anglican wakati wowote wakati inatekeleza majukumu yake, na haitatokea wakati wowote serikali itapuuza wito au sauti ya kanisa hili katika kumhudumia Mtanzania. Mwashamba baba askofu, tukio la leo ni la furaha linalogusa mioyo yetu. Sote tumuombe na kumsindikiza Askofu Jacob William Kahemele katika safari yake mpya ya kiutumishi. Amezungumza hapa kwa unyenyekevu mkubwa, alikuwa hajui. Mimi nilikuwa najiuliza wakati anazaliwa mpaka anafikia umri huu, bila shaka hakujua siku moja atakuwa askofu. Chukua nafasi hii tumshukuru Mungu kwa ajili yake, lakini tuwashukuru sana wazazi wake waliomlea vizuri na kuwa baba mwema na hatimaye kuitikia wito huu. Tuwashukuru sana
walimu wote ambao Askofu Jacob Kahemera alipita mikononi mwao walimfundisha vema na hata kufikia hatua ya leo. Najaribu kuwaza walimu wale wakati wamekaa mbele yake wakimfundisha, walimuona mwanafunzi, lakini kumbe Mungu alimuona ni askofu. Wakati fulani alivyokwenda kusoma kule Kenya, walimuona ni mwanachuo, lakini Mungu aliona askofu ndani yake. Alivyokwenda Japani kusoma, walimuona ni raia wa kigeni amekuja kutafuta elimu Japani, lakini Mungu alimuona askofu. Na bila shaka mke wake alimuona mume, lakini Mungu aliona askofu. Tunakupongeza sana baba. Tunakuombea kwa Mungu. Umepewa wosia mkubwa na baba Askofu Ndaze, na mimi nisingependa kurudia. Kwanza kwa tajiriba yake. Kukupa wosia mimi ni kama nataka kuharibu. Lakini kuna mambo machache yaliyozungumzwa ambayo nataka kuyarudia tu kidogo. Mhashamu baba askofu mteule, umepewa kazi kubwa ya kuliongoza kanisa. Unaongoza wanadamu, sio malaika. Una wajibu wa kuwalinda. Nilienda mahali fulani nikawaambia hivi, baba askofu amekuja kwenye dayosisi hii kama kiongozi wa kiroho. Ninatamani sana wana Mbeya, dayosisi hii ya Southern Ireland, mumfanye awe kijana zaidi kuliko alivyokuja. Mumtunze kabisa. Umesikiliza hotuba yake, imejaa maono mengi. Wito wangu kwenu, mtunzeni. Wakati wote msikilizeni. Yapo mambo yamezungumzwa hapa, waumini na sisi baba askofu utuvumilie. Tuna mengi, huongozi malaika, utaongoza wanadamu. Kuna wakati watakuvunja moyo. Wewe fanya kazi moja tu ya kufanya kazi yako. Na waumini mjue Mungu ameweka utaratibu wa mgawanyo wa majukumu ndani ya kanisa. Wako walioitwa wakapewa hadi daraja la uchungaji, wengine uzee wa kanisa. Na nilikuwa nasikiliza somo la pili wakati tunasoma. Nikaliangalia polepole nikajiuliza kwa nini hili limekuja leo? Wakati tunasoma Waefeso 8:11. Biblia inasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine walimu, kwa kusudi la kukamilisha utakatifu na hata kazi iweze kutendeka. Kazi gani hiyo? Ili mwili wa Kristo ujengwe. Mungu ametugawanya majukumu mbalimbali. Changamoto tulionayo baba askofu mteule, utakutana na watu ambao pamoja na kwamba wanajua majukumu waliopewa, wanatamani kufanya na kazi za wengine. Yaani yeye kapewa uinjilisti, anataka awe mchungaji au awe mwalimu. Hili halikuanza leo. Yesu alitoa mfano wakati fulani. Bwana mmoja alipanda shamba. Wanafunzi au wafanyakazi wakarudi wakampa taarifa bwana mwenye shamba, bwana, hukupanda mbegu njema shambani mwako? Mbona na magugu yameota? Yule mwenye shamba alijua hawa kazi yao ni kupanda. Akawaambia, yaacheni magugu na ngono vyote pamoja. Itakuja saa ya kuvuna, nitawaambia wavunao, sio ninyi wapandaji, kwamba ichukueni ngano safi muiweke garani, na magugu miyafunge matita miyatupe motoni. Kanisa unaloliongoza wako waumini wanaotaka kufanya kazi zote. Kupanda wapande wao, kupalilia wapalilie wao, kuvuna wavune wao, na bila shaka na mauzo wafanye wao. Haiko hivyo kanisani, iko kila mahali. Hata serikalini watu wanapewa majukumu. Badala ya kuhangaika na dawati lake, yuko bize na dawati la mwenzake. Tunawavumilia huku tukiwafundisha polepole. Baba, uwavumilie. Umepewa kuwaongoza, hawa sio malaika. Lakini lazima wajue wewe ni askofu. Wakati fulani kwa sura na kwa muonekano wewe ni askofu. Wamekwambia hapa wengine waonye kwa upole. Mimi nataka nikuhakikishie kwamba upole kama hawauelewi, badilisha sura. Hata Yesu kuna wakati tunamtaja kama mpole, lakini walivyofanya biashara hekaruni alibadilisha sura, akapindua meza ili wamjue huyu ni mwana wa Mungu. Baba, tenda hii kazi ukijua kuwa unao wajibu wa kuilinda imani ya kanisa na wewe kuwa mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Tunakutakia kila laheri. Tunakuombea mema. Na kwa kweli kuna watu watakao kuja mbele yako wanaitwa wavunja moyo, usiwasikilize. Kuna sauti mbili zitakuzunguka kila siku. Sauti ya kwanza inaitwa watia moyo. Hizi sauti huwa ni chache, lakini ni nyingi, lakini huwa zinasema polepole. Halafu kuna sauti chache lakini zinasema kwa sauti ya juu, zinaitwa sauti za wavunja moyo. Usiwasikilize wavunja moyo.
utawakuta. Baba Julius amewaacha, hata yule wa mwanzo aliwaacha, na bila shaka Mungu atakupa uhai na wewe utawaacha, kwa sababu hata Yesu aliwaacha. Wanaitwa wavunja moyo. Utakapoianza safari watakwambia hili gumu. Utakaposema tujenge shule watakwambia haiwezekani. Fedha tutazitoa wapi? Utakapotaka kwenda kuhubiri injili watakwambia hayo mafuta ya kukutoa hapa kukupeleka hadi Songwe yatatoka wapi? Usiwasikilize hao. Wasikilize wale wanaokuambia baba nenda, mafuta yakiisha njiani Mungu atakupa nguvu ya kutembea kwa mguu. Wasikilize hao ili ufanye kazi yako ya kufanya kanisa hili liweze kuwa imara, na kama ambavyo umefanya viapo hapa. Umesikiliza vizuri sana neno kutoka kwa askofu mkuu. Meeleza mengi pamoja na wewe kwenye hotuba yako juu ya serikali na uchaguzi unaokuja. Jamani, mimi nimepata bahati ya kwenda kwenye matukio mengi ambako nakutana watumishi wa Mungu. Sisi waumini walei, askofu hajibiwi. Askofu akisema ni amina, utaenda kujadiliana nyumbani na mkeo, hivi hapa alisema alimaanisha nini? Ila pale madhabahuni ni amina na kuondoka. Baba askofu, sikusudii kusema chochote juu ya yale uliyoyasema juu ya uchaguzi, lakini nataka nikuhakikishie kuwa maelekezo yako kuwa uchaguzi utafanyika, serikali imeyasikia. Na kwa kweli sikumbuki kama kuna mpango wote wa kuahirisha uchaguzi. Uchaguzi utafanyika. Tuombe Mungu uchaguzi ufanyike kwa huru na haki kama ambavyo katiba yetu inataka. Nataka nikuhakikishie pia kuwa serikali yetu imeendelea kuyasikiliza makundi mbalimbali kwa namna tofauti. Mheshimiwa Spika ameeleza vizuri zaidi. Ulivyosikika mwangwe wa watu wa kutaka kufanya marekebisho ya sheria, ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliamua kutengeneza kamati maalum kwa ajili ya maridhiano ya nchi yetu. Na yeye mwenyewe kwa sauti yake akasema hili taifa si mali ya mtu, ni taifa letu wote. Tusikilizane, tutafute suluhu ya matatizo tulionayo. Matatizo yaliyo kwenye sheria tuzirekebishe. Haikuishia hapo, sheria ikaletwa bungeni. Mheshimiwa Spika akiwa Dr. Tulia Ackson, tukafanya marekebisho ya sheria kuitikia mwangwi wa yale yaliyosemwa kwa watu. Hata leo Dr. Samia Suluhu Hassan milango yake iko wazi kwa mtu yoyote anayetaka kutoa maoni yake kwa ajili ya kuipeleka nchi yetu mbele. Nachotaka kuwaomba viongozi wa dini na baba askofu mpya na baba askofu mkuu, tuendelee kuiombea nchi yetu. Wakati wote tuhubiri umoja, mshikamano miongoni mwetu ili tujenge taifa lenye amani. Ndugu zangu, ni mahali ambako hakuna amani hata mahubiri hayawezi kufanyika, kwa sababu watu wanatafuta mahali pa kujificha. Leo tuko hapa wote wenye furaha. Umekaa hapa unaacha simu yako, wala humwangalia aliye kushoto na kulia kwako. Kwa sababu gani? Kwa sababu waasisi wetu na viongozi wetu wa dini wamehubiri amani wakati wote. Tuikumbatie amani hii, tuilee, tuitunze, ili watoto wa watoto wetu wakute taifa ambalo lina amani na utulivu. Na kanisa Anglican ni kielelezo cha kuhubiri amani. Nataka nimalizie hotuba yangu tena kwa kuwashukuru sana wale wote mliokuja kuungana na baba Kaemela kwenye kazi hii nzuri. Na baba, nimeambiwa kwamba baada ya muda sasa ndo utakuwa askofu wa diocese. Sisi wengine ambao tulisafiri kule, kwenye barua tuliambiwa ni askofu wa diocese ya Southern Ireland. Sasa kuna taratibu tu za kiibada zinakamilika. Hata tukitaja kwamba huyu ni baba wa diocese, sisi walei mtuvumilie. Na unajua uzuri wa mlei bwana, ukikosea unasamehewa. Kwa hiyo sisi tunakuombea kwamba Mungu akusaidie. Diocese hii umekuta watangulizi wako wameitengeneza vizuri, naomba uanzie mahali walipoishia. Chukua nafasi hii vile vile kumpongeza sana na kumtakia kila laheri baba askofu Julius Lugendo kwa kazi nzuri aliyoifanya kwa kipindi cha miaka takriban 10. Amezungumza hapa mashamba baba askofu mkuu kwamba leo tunakunyang'anya fimbo yako. Na baadaye akasema watambulisho wa stafu, akasema na Julius, na wewe simama. Maana yake ni kwamba huyu baba amefanya kazi yake vizuri, amefika mwisho salama. Maandiko yanasema heri mwisho wa mbio kuliko mwanzo wake. Baba huyu amepiga vita vyake vizuri, amemaliza kwa salama. Hadawi lolote na Wananglican, lakini yeye anawadai kumhudumia katika uzee wake. Na kwa kweli baba askofu Jacob, umepewa kazi ya kuangalia wazee hawa. Mimi naamini mbegu utakayoipanda kwa kuwahudumia hawa
itakuwa mbegu yako utakapostaafu, na wewe watakuhudumia wanaokuja. Watunze, wasikilize wakati wote, watembelee na jifunze kutoka kwao. Na sisi waumini wa Anglican tulioko hapa tutakupa kila aina ya support ili kuhakikisha kwamba kazi yako inafanyika. Kwa familia yako tunawatakieni kila laheri. Mama Askofu, mume wako limebadilika jina, limebadilika majukumu. Sasa wakati ule mlikuwa mnaomba labda kwa masaa 3, usishangae ukamwona anaomba hadi asubuhi. Mvumilie, kwa sababu mambo yamebadilika. Yeye sasa anashughulika na eneo kubwa zaidi. Ninaamini kama mlivyompa nafasi wakati wote wa maisha yake ya utume wake, mtaendelea kumpa wajibu huo aweze kutekeleza kwa faida ya wengi. Tunawaombea na ninyi Mungu awatie nguvu ili muendelee kuwa baraka kwake. Maana furaha ya mwanzo ya mwanadamu inaanzia nyumbani mwake, na sisi tunaamini mtabaki kuwa sauti ya kutia moyo kwake ili aweze kuitikia wito wake. Baada ya kusema haya, nawapongeza tena na nawaombea moyo wa upendo kwa kiongozi wetu mpya, tumsaidie aweze kuchapa kazi ili kanisa liweze kwenda mbele. Sasa tuliambiwa kuna utaratibu wa zawadi, tunasubiri utaratibu. Mheshimiwa Rais ametuma zawadi ndogo kwako, nitakukabidhi baadaye, lakini pamoja na viongozi wa serikali niliokuja nao, na watu tutakuja kwa ajili ya kutoa zawadi. Na watakieni kila laheri wana Mbeya. Mungu ibariki Mbeya, Mungu ibariki Tanzania, na asanteni kwa kunisikiliza.